Fikiria dakika moja. Unaishi na kitu ambacho ni nguvu zaidi kuliko kompyuta yoyote iliyowahi kutengenezwa na mwanadamu. Kitu ambacho kinaweza kusuluhisha matatizo ya kisayansi, kuandika mashairi yenye kuchekesha, kuhesabu ngumu, na wakati huo huo kukumbuka maneno ya wimbo uliosikilizwa mara moja miaka 10 iliyopita. Kitu hicho kiko ndani ya kichwa chako. Lakini swali kubwa ni hili. Je, unatumia kitu hicho kweli? Au umekuwa ukikibeba kama mtu anayebeba dhahabu mfukoni, lakini kila siku akiomba chakula mtaani? Siku nyingi tunaishi maisha yetu tukitumia sehemu ndogo sana ya akili zetu. Na hii si methali tu, wala si maneno ya motivational speaker anayetaka kukuuzia kitabu. Ni ukweli unaoonekana katika maisha ya watu wa kawaida. Watu kama wewe, kama mimi. Watu ambao wana ndoto kubwa, lakini kila asubuhi wanaamka na kurudi kwenye rutini ile ile. Mawazo yale yale, matokeo pia yale yale. Leo tunazungumza kuhusu sababu za kweli, sio za kinadharia, za vitendo kabisa. Kuna kitu kinachofanyika ndani ya ubongo wako ambacho hakijakwambia mwenyewe. Na kinachofanya vibaya zaidi ni kwamba kinafanya kazi kila siku bila wewe kujua. Inaitwa neuroplasticity, uwezo wa ubongo kubadilika. Lakini sehemu ya tatizo ni kwamba ubongo wako pia una uwezo wa kupenda starehe. Na starehe ni adui wa kwanza wa ukuaji wa akili. Fikiria hivi, mtoto wa miaka 5, mtoto yeyote tu, anauliza maswali kila wakati. Kwa nini anga ni blue? Kwa nini mvua inanyesha? Kwa nini bibi ana mikunjo usoni? Ubongo wake unafanya kazi kwa nguvu zake zote. Unajifunza kila kitu kama kitu kipya. Unaunganisha dots ambazo bado hazijaunganishwa. Lakini tunavyokuwa, kitu fulani kinabadilika. Tunaanza kujua enough. Tunapata jibu moja, tunaacha. Tunapata kazi moja, tunakaa. Tunapata marafiki 2 3, tunaacha kutafuta. Ubongo unajenga njia rahisi, njia za highway, ambazo zinafanya kila kitu kiwe cha kawaida. Na kila kitu cha kawaida ni kitu ambacho ubongo haujali kujua zaidi. Hii ndio maana ya comfort zone science. Si hisia tu, ni ubongo wako ukikataa kufanya kazi ngumu kwa sababu una njia za haraka tayari. Na matokeo yake sasa, potential inakaa pale pale. Hadithi inabaki ndani, ndoto inakaa ndotoni, idea inakufa quiet kabisa. Lakini kuna kitu kibaya zaidi kuliko comfort zone. Ni ile sauti ndogo ndani yako ambayo inakuambia mambo kama haya: wewe si wa aina hiyo. Hiyo ni ya watu wengine. Umejaribu mara moja, haikufanya kazi. Sauti hiyo haina uso, haina jina, lakini ina nguvu kubwa sana kuliko unavyofikiri. Wanasayansi wanaita self-limiting beliefs, imani zinazozizuia zenyewe. Na utafiti unaonyesha kwamba imani hizi hazitoki kwako mwenyewe tu. Zinatoka kwa mazingira yako, kwa wazazi waliokuambia usijaribu kitu ambacho hujui, kwa walimu waliokupanga kwa darasa na kukuambia una level fulani, kwa jamii iliyokuambia kwamba hii si yetu. Tatizo kubwa zaidi ni hii: ubongo wako hauwezi kutofautisha kati ya ukweli na imani unayoamini kwa nguvu. Kama unaamini una uwezo mdogo, ubongo wako unatengeneza ushahidi wa kuthibitisha imani hiyo. Utakumbuka mara zote ulizoshindwa. Utasahau mara zote ulizofanikiwa. Utaona wengine wakifanikiwa na utaona wao ni different, badala ya wao walijaribu tofauti. Hii inaitwa confirmation bias, na inakuwa kila siku unavyoiambia akili yako kwamba siwezi. Sisi tunaishi katika wakati wa ajabu na wa kutisha kwa wakati mmoja. Kuna habari nyingi zaidi kuliko akili yoyote inaweza kushughulikia. Kila dakika kuna video mpya, kuna posti mpya, kuna breaking news mpya, notification mpya. Na ubongo wako ambao ulitengenezwa kusimamia savana, kuangalia simba na kutafuta chakula, sasa unalazimika kushughulikia data kiasi ambacho haijawahi kutokea katika historia ya mwanadamu. Na matokeo yake si kwamba unajua zaidi.
matokeo yake ni cognitive overload. Ubongo wako unachoka. Wakati ubongo unachoka, unafanya maamuzi mabaya. Unapoteza uwezo wa kufikiri kwa undani, kinachojulikana kama deep thinking. Unakuwa na uwezo wa kusoma posti nyingi, lakini huwezi kukaa na uwezo mmoja kwa muda wa dakika 10. Unajua vipande vingi vya mambo, lakini huwezi kuweka pamoja puzzles nzima. Hii ndiyo paradox ya umri wetu wa habari. Tunadhani tunajua zaidi, lakini tunafikiria kidogo zaidi. Sasa tunakuja sehemu muhimu sana. Kwa sababu tatizo bila suluhisho ni uchungu tu. Suluhisho la kwanza linashangaza watu wengi, kwa sababu haliko akilini, liko mwilini mwako. Utafiti wa kisayansi unaonyesha mara kwa mara kwamba mwili na akili havijatenganishwa, ni kitu kimoja. Na hii ndilo maana yake kwa vitendo. Usingizi. Ubongo hauoshi mwenyewe wakati wa mchana. Literally, kuna mfumo unaoitwa glymphatic system ambao unafanya kazi wakati unaolala, ukiondoa sumu na waste products ambazo zinakusanyika wakati wa kufikiria. Mtu anayesinzia masaa 7 hadi 8 kila usiku ana uwezo wa kuwa na kumbukumbu, ubunifu na maamuzi bora kuliko mtu anayejivunia kulala masaa 5 tu. Usingizi sio uvivu, ni maintenance ya ubongo. Lakini kingine, mazoezi. Dakika 30 za kutembea kwa haraka kila siku inaongeza kitu kinachoitwa BNDF, kwa maana brain derived neurotrophic factor, ambacho ni kama mbolea kwa neurons za ubongo. Neurons mpya zinaunda, connections mpya zinaundwa, ubunifu unaongezeka. Hii si metaphor, bali ni biology ya mwili. Lakini nyingine ni lishe. Ubongo wako unatumia 20% ya nishati yote ya mwili wako, ingawa ni 2% tu ya uzito wake. Unachokula kinagusa moja kwa moja jinsi unavyofikiri, kumbuka na kujisikia. Hizi si vitu vya kistarehe, bali ni msingi. Baada ya msingi wa mwili, tunakuja kwa akili yenyewe. Kuna tofauti kubwa kati ya kupokea habari na kujifunza. Wengi wetu tumekuwa experts wa kupokea. Tunasoma, tunasikiliza, tunatazama, lakini hatujifunzi. Kujifunza kweli kunafanyika wakati unapinga kitu, wakati unaandika maswali badala ya kuandika majibu tu, wakati unajaribu kueleza kitu kwa mtu mwingine, kwa sababu unaeleza, unaona wapi hujui, wakati unafanya makosa na uchunguza makosa yale badala yake huyakimbii. Mbinu mojawapo ya vitendo inaitwa spaced repetition. Kujifunza kitu, kukirudia baada ya siku 1, tena baada ya siku 3, tena baada ya wiki. Ubongo unaunda memories za kudumu zaidi kuliko kujifunza kwa saa 8 mfululizo usiku wa mtihani. Mbinu nyingine ni deliberate practice, mazoezi ya makusudi. Muziki mzuri hucheza skeli wanazopenda kidogo. Wanafanya kazi zaidi kwenye sehemu wanazoshindwa. Athletes wazuri hawafundishi tu kwa kuendesha kufanya vizuri, wanabuni scenarios ngumu. Hii ndiyo tofauti kati ya mtu aliye na uzoefu wa miaka 20 na mtu aliye na uzoefu wa miaka au wa mwaka mmoja uliorudiwa mara 20. Kuna ukweli mmoja ambao watu wengi hawapendi kusikia. Mazingira yako yana nguvu zaidi juu ya tabia zako kuliko nguvu yako ya mapenzi. Fikiria hivi. Kama nyumbani kwako kuna vitafunio kwenye meza ya matunda yamefungwa kwenye friji, utakula nini mara nyingi zaidi? Kama simu yako iko kitandani nawe usiku, utaanza siku yako ukisoma nini kwanza? Kama marafiki yako wote hawasomi, ni rahisi kiasi gani kwako kusoma kila kitu? Hii si udhaifu. Hii ni jinsi ubongo unavyofanya kazi. Inachagua njia ya haraka zaidi, rahisi zaidi na ya kawaida zaidi. Kwa hivyo badala ya kupigana na tabia zako kila siku kwa nguvu ya mapenzi, badilisha mazingira yako. Weka vitabu mahali unapoviona. Toa apps zinazokuvuruga kwenye ukurasa wa kwanza wa simu yako. Tafuta watu wanaokusukuma badala ya kukurudisha tu.
Tengeneza mazingira ambayo yanafanya tabia nzuri iwe rahisi na tabia ambayo iwe ngumu kwako. Hii inaitwa environment design na ni silaha yenye nguvu zaidi kuliko motivation ambayo inakuja na kwenda kama wimbi ya bahari. Kuna tatizo moja la mwisho ambalo lazima tuzungumze, kwa sababu ni maumivu ya wengi. Tunajua tufanye nini. Kwa kweli wengi wetu tunajua tulale vizuri, tunajua tutembee, tunajua tusome, tunajua tujizuie kwenye social media. Lakini hatuanzi, au tunaanza na tunaacha. Ubongo wako una sehemu inaitwa prefrontal cortex, sehemu inayofanya mipango na kufanya maamuzi ya busara. Lakini pia una sehemu inaitwa amygdala, sehemu ya hisia ya hofu ya sasa hivi. Na mara nyingi amygdala inashinda. Ndio maana idea ya nitabadilika mwaka mpya au nitaanza Monday haiendi mbali. Ni sababu unajua vizuri nifanye nini lakini ufanye. Ni sababu unaweza kumaliza episode moja ya series na bado uendelee na nyingine licha ya kujua unapaswa kulala. Suluhisho si kujipa nguvu zaidi ya mapenzi. Suluhisho ni kuelewa jinsi ya kushirikiana na ubongo wako badala ya kupigana nao. Fanya hatua ndogo sana kiasi kwamba ubongo wako hauna sababu ya kupinga. Usiseme nitasoma kwa saa 2. Sema nitafungua kitabu. Usiseme nitaanza mazoezi ya saa 1. Sema nitavaa viatu vya mazoezi. Hatua ndogo inazalisha momentum. Na momentum ndio unavyohitaji, si nguvu ya kishujaa za siku moja, bali harakati ndogo ndogo za kila siku. Tunakuja mwishoni na nataka kukuachia kitu kimoja. Si swali la motivation wala ahadi ya haraka. Kuna watu wawili ambao wanaanza leo. Mmoja anaanza kwa nguvu, anaahidi kubadilika kabisa, anabadilisha kila kitu kwa wakati mmoja. Mwingine anabadilisha kitu kimoja kidogo, anaendelea kidogo kidogo, siku baada ya siku, wiki baada ya wiki. Baada ya mwezi wa kwanza amechoka na ameacha. Wa pili bado anaendelea slowly, lakini anaendelea. Baada ya mwaka, wa pili yupo mahali ambapo wa kwanza alikuwa akiota tu. Akili yako ina uwezo mkubwa kuliko unavyofikiri. Si kwa sababu ni ajabu ya kimungu tu, bali kwa sababu ina neuroplasticity. Ina uwezo wa kubadilika, ina uwezo wa kujifunza, uwezo wa kukua hadi dakika ya mwisho ya maisha yako. Lakini uwezo huo hatutelezi tu kwa sababu una akili. Unataka kitu fulani kutoka kwako. Unataka ushiriki wako. Unataka uaminifu wako. Lakini pia unataka uamuzi wako wa leo. Sio kesho. Si Monday wala si mwaka mpya. Wa leo, hata kama una hatua ndogo moja tu. Kwa sababu hatua ndogo ya leo ndio msingi wa safari kubwa ya kesho. Shukrani kwa wakati wako na usisahau kutumia akili uliopewa na Mwenyezi Mungu. Asante.